Wakili wa masuala ya teknolojia Thomas Olang'o, mwenye uzoefu katika sheria za matumizi ya akili bandia na ulinzi wa data, amesema sheria inampa mtu mamlaka juu ya data yake binafsi. Olang'o amesema mtu anapotoa data yake kwa kampuni au kwa mtu mwingine, bado ana haki ya kuomba data hiyo iondolewe. Humilikiwa na mwenye data. Okay. Kwa kimombo tunasema data subject. Ingawa kuna wakati ambapo data ya mtu binafsi, kuna wakati ambapo unaweza peana, lakini sheria, kwa mujibu wa sheria, lazima kuna mikakati maalum ambapo lazima yaangaziwe na yazingatiwe, ndiposa upeane ruhusa kwa mtu yeyote, iwe ni mtu binafsi, iwe ni kampuni, kuwa na data yako. Akizungumza na Christine Kambua kwenye kipindi cha Staarabika leo katika Radio Maisha, Olang'o amesema Kenya ilipitisha sheria ya ulinzi wa data mwaka 2019 inayolenga kulinda data ya mtu binafsi. Amesema kuwa mtu anaweza pia kuondoa ridhaa ya matumizi ya data yake wakati wowote kwa mujibu wa kifungu cha sheria. Ikumbuke kwamba mwaka wa 2019 kuna sheria iliyopitishwa na bunge, inaitwa Data Protection Act. Hiyo ndio sheria inayoangazia mambo yote ya data. Okay. Kwa hivyo kuna misingi kisheria, jinsi ambapo data unaweza peana ruhusa, data yako ikuwe inatumika. Data yako, hakuna wakati ambapo mtu anaweza kusema na kwa sababu nilikuwa nimepeana data yangu, sasa sina ile haki ya kutaka ile data ikuwe itolewe. Kuhusu matumizi ya akili bandia kwenye mitandao ya kijamii, Olang'o amesema mtu anapotumia picha ya mwingine kutengeneza picha au video ya kejeli kwa kutumia AI, anaweza kuwajibika kisheria. Aidha, amesema iwapo mtu atatumia picha ya mwingine kutengeneza meme kwa kutumia AI na kupata faida, mwenye picha hiyo ana haki ya kudai malipo. Ukiweka data yako ama image yako kwenye social media, ndio mtu akachukua akaimodify, so italingana kuwa bado tunaweza angazia ama tunaweza discern kwa bado ule bado ni Christine. Kama ni hivyo basi hakuwa na ruhusa, uko na recourse kwa Data Protection Commissioner. Okay. Naam. Lakini pia kama ameitumia akatengeneza meme, hiyo meme imeleta likes mingi, then amepata mshahara fulani, bado kuna recourse. Akimalizia, Olang'o amesema akili bandia inafaa kutumika katika sekta kama ya elimu, afya na kampuni ili kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi. Nikiripotia runinga ya VETI, mimi ni Omar Said.